anajiuliza ya kwamba mimi nitafanyaje? Mimi nitafanyaje ili niweze kugeuza maisha yangu? Na ninajua ya kwamba hata hivyo kila mmoja wetu tumekuja tukiuliza ya kwamba ni vipi vile ambavyo ninaweza mimi nikafanya ili niweze kugeuza maisha yangu, kwa maana vile ambavyo mimi ninaenda, kwa maana kile ambacho ninajaribu kufanya sioni kufanikiwa. Sasa maandiko yanasema ya kwamba mtu huyu akagundua kunaye Mungu ambaye anabariki, Mungu ambaye anageuza kile kilicho kibaya, anakigeuza kinakuwa kizuri, kile kilichodharauliwa anakiheshimisha. Na Mungu, maandiko yanasema ya kwamba akamtokelezea sasa Yabesi, na anakuja anamwambia ya kwamba wewe ni mtu mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajiangalia hivi, anauliza ya kwamba mimi ninaitwa mtu mheshimiwa kwa ajili gani? Sioni kwamba mimi kuna kitu ambacho niko nacho. Nikiangalia kwa familia yetu, mimi si namba, yani mimi ni kama wa mwisho, lakini anaitwa mtu mheshimiwa. Akagundua ya kwamba huyu Mungu huyu basi anaweza akanibadilishia hali yangu. Na ndivyo tumekuja siku ya leo. Inawezekana sasa utoke kwa mawazo ya huyo, uanze kuingia kwako mwenyewe, uanze kujiangalia, uanze kujiuliza ya kwamba kwa kweli hivi ndivyo mimi ninapaswa kuwa. Hapa ndipo tu ninapaswa kuwa nimefika, ama ninaweza nikafika zaidi. Basi ukifika pale ndipo sasa unatakiwa ugundue ya kwamba kunaye Mungu ambaye ana uwezo huo, ana nguvu hizo za kufanya hayo mambo. Na ndiyo kwamba wiki ambayo tunamalizia leo tulikuwa tunaongea kuhusu nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Maandiko yakituambia ya kwamba mimi sionei haya Injili, kwa maana ni nguvu za Mungu ama ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu. Nikawa nikisema ya kwamba hiyo nguvu ya Mungu ndiyo inawezesha mtu. Hiyo nguvu ya Mungu haiendi kulingana na mipangilio ile ambayo wewe umepanga. Ni Mungu mwenyewe anaangalia, anasema ya kwamba huyu mtu anahitaji msaada, na mimi niko na kitu ambacho nikipeana, nikikiachilia, kitaweza kumwingia, kitaweza kumpata mtu huyu na kumtoa kwenye hiyo shida bila yeye kufanya kitu. Bwana asifiwe sana. Na tukaona tu mifano mingi tu ambayo Mungu alionyesha nguvu zake. Mifano mingi tu ambayo Mungu alitumia kuonesha ya kwamba hii sio mkono wa mtu, hii ni nguvu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaona ya kwamba wakati mmoja Petero aliwekwa gerezani na akafungiwa kwa milango kabisa, akaambiwa ya kwamba hapa kama sio nguvu za Mungu kutumika, hapa hakuna kitu kingine kinaweza kikasaidia. Bwana asifiwe sana. Na hivyo ndivyo Yabesi aligundua. Akagundua ya kwamba maisha yangu mimi vile ambavyo yapo, oh my God, nguvu za Mungu zisipoachiliwa, mimi maisha yangu hayatabadilika. Mimi mwenendo wangu nitakamilisha kama vile wale wengine wamekamilisha. Mimi nitaenda njia ile ambayo wale walitangulia walienda. Na nimekuja siku ya leo nikwambia kwamba kunazo nguvu za Mungu ambazo zikishuka katika maisha yako zinaweza zikabadilisha hali hiyo. Yabesi akagundua ya kwamba kunaye Mungu ambaye ni mwenye nguvu hizo zote. Huyo Mungu mwenye uwezo huo ambaye anaweza kutoa mtu mahali ambapo hawezi kujitoa, akampeleka mahali pa usalama, akamgeukia, akageuza uso wake kwake, akamwambia kwamba Mungu, laiti ungenipanulia mipaka yangu. Laiti ungenipanulia mipaka yangu Mungu. Uniondolee aibu hii ambayo niko nayo. Maandiko yanasema ya kwamba naye Mungu akamlingana, akasikia maombi yake na Mungu akamjibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba nimekuja niongee na wewe siku ya leo nikwambie ya kwamba kuna Mungu huyo ambaye Yabesi aligeusia uso wake.
Mungu ambaye anabariki, Mungu ambaye anatoa mtu wa chini akampeleka juu, akampandisha, akamuinua. Huyo Mungu leo ndio nimekuja nikwambie ya kwamba tumgeukieni uso wetu wapendwa. Wacha tumgeukieni huyo Mungu, tumwambie kwamba Mungu, tazama hali zetu. Mungu, tazama vile ambavyo tuko. Tazama mahali ambapo tupo. Tunahitaji neema yako, tunahitaji msaada wako, tunahitaji wokovu wako, tunahitaji nguvu zako. Utusaidie mahali ambapo tumefika hatujiwezi, tunahitaji utusaidie. Mtu wa Mungu aseme amen. Huyu mtu, andiko yanasema ya kwamba na Mungu akasikia maombi yake, akasema ya kwamba jambo la kwanza, wewe jina lako ati linasema ya kwamba ni mtu anayetia hofu, mtu ambaye jina lako halina heshima. Wewe jina lako wewe haliwezi likaleta faida. Mungu akiwa juu mbinguni akasikia mtu huyu anasema ya kwamba sasa Mungu nipanulie mipaka yangu. Ninaomba tu turudi pale, tuangalie, mwambia Mungu ya kwamba Mungu nibariki. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye anayebariki. Unaweza ukawa na kazi lakini kazi hiyo ikawa haina baraka. Bwana asifiwe sana. Baraka ina Mungu. Bwana asifiwe sana. Baraka haina pesa. Unaweza ukawa na pesa lakini pesa hizo hazina baraka. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukawa na watoto lakini watoto hawa hawana baraka. Baraka ina Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo tutafanya vile Yabesi alifanya. Alipojua ya kwamba mimi mamangu alinizaa katika huzuni na akaniita Yabesi, maana yake ni jina linalotia hofu. Jina linalotia hofu, kwa maana hivyo ndivyo inamaanisha. It makes sorrow. Jabez means he makes sorrow. Yani anatia huzuni. Huzuni, jina lake akitajwa mahali watu wanakuwa na huzuni. Wanaanza kuomboleza. Mahali ambapo si pa kuomboleza, mahali ambapo si pa kusikitika, unasikitikiwa. Watu wakikuona hivi wanakusikitikia wewe, kwa maana unahuzunisha. Sasa akigundua hiyo, akasema ya kwamba Mungu, ni wewe unaweza, ni wewe tu unaweza ukanibariki mimi. Hii hali ambayo mimi imenifuata ikageuka ikanitoka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nimekuja nikwambia kwamba Mungu ndiye anayebariki, na unahitaji kumuombe Mungu huyo alete baraka katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wamekosea mahali wanapoomba, wanasema ya kwamba Mungu bariki kazi ya mikono yangu. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wamesahau kwamba ni wewe ukibarikiwa, chochote kile utakachokifanya kutoka hapo kitakuwa kimebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Mara nyingi hata wewe najua umeomba hivyo ya kwamba Mungu bariki kazi ya mikono yangu, lakini umesahau. Yabesi anatufundisha leo ya kwamba jinsi ya kuomba. Anasema ya kwamba Mungu, ya kwamba unibariki na unibariki kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu wewe ukinibariki mimi, mahali popote pale ninaenda na hiyo baraka. Bwana asifiwe sana. Chochote kile ninaguza na baraka, kwa maana ni mimi nimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya kuangalia na kumwambia Mungu, ni mimi leo naomba hizo baraka usigeuze sije kwangu, siwe juu yangu mimi, siwe juu yangu, kwa maana mimi nikibarikiwa, chote kilicho ndani yangu kimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hautakuwa na wasiwasi tena, hautakuwa na huzuni tena, hautakuwa na hofu tena, utakuwa na ujasiri ukijua ya kwamba mimi nimebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Haijalishi hali inakuja ikiwa namna gani, utakuwa na ujasiri wa kusema I know, mimi ninajua ya kwamba nimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaomba akasema ya kwamba Mungu, naomba ya kwamba uweze kunibariki na unibariki kweli kweli. Na namba 2 ya kwamba unizidishia ozi yangu ama mipaka yangu. Nipanulie mipaka yangu mimi. Maeneo yale ambayo mimi niko nayo hayanitoshi. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba niweze kunipanulia
ya kwamba asubuhi ya leo wewe umekuja, leo ni siku ya mchanga, unahitaji fedha, na unajua ya kwamba ile pesa ambayo wewe unapata hata wewe haitoshi, inaishaga hata kabla ya tarehe 5. Kiingia mkononi tu hivi inagawanywa imeisha. Sasa ni siku ya kugundua ya kwamba baraka sina Mungu, baraka hasina fedha ili ambayo niko nayo. Sasa nimwambie Mungu, mimi Mungu nibariki, ili kile ambacho mimi nitakachokifanya kiwe ni baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaomba akasema ya kwamba sasa nipanulie mipaka yangu. Umwambie Mungu leo, panua mipaka yangu ya fedha, panua mipaka yangu ya biashara, panua mipaka yangu ya mali ile ambayo uko nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii kwa maana mwaka huu tulisema ya kwamba sasa sio mambo ya kusema ya kwamba nimebarikiwa tu. Ni mambo ya kumwambia Mungu, nataka baraka za kuonekana na macho. Watu wakiona hivi, wakikuona hivi waseme ya kwamba ni kweli, huyu mtu ni kubarikiwa, amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo anaomba akisema ya kwamba sasa nipanulie mipaka yangu, panua mawazo yangu, panua maono yangu. Mimi sijui unaonaje wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijui wewe unaona umbali gani. Mipaka yako mimi sijui imefika kufika wapi. Leo unaweza kuambia Mungu ya kwamba nipanulie hiyo mipaka. Bwana asifiwe sana. Nipanulie hiyo mipaka yangu leo, kwa maana nimegundua ya kwamba wewe ni Mungu unayebariki. Wewe ni Mungu unayefanya nini? Ni wewe Mungu unayebariki. Ya kwamba kumbe sio kazi itabarikiwa, ni mimi. Mimi nikibarikiwa, nikifanya hiyo kazi itabarikiwa, ipende isipende. Bwana asifiwe sana. Mungu akinibariki mimi, atanipa maono. Hayo maono yatakuwa yamebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Hayo maono hata nikisema nitaenda upande gani, nitaenda wapi, basi nitakuwa tu ninaenda nikiwa na baraka zangu. Bwana asifiwe sana. Akaomba akisema ya kwamba Mungu nibariki mimi na unibariki kweli kweli, na kisha nipanulie mipaka yangu, nipatie maono. Watu wengi wanakosa. Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanakosa, wanaangamia kwa kukosa maarifa, na namba 2 ya kwamba wanapotea kwa kukosa maono. Maono yakiwa hayapo, wewe hauna maono tu ya kwamba unataka nini, basi mtu huyu ni rahisi sana kuangamia, kwa maana haujaweka. Hata watu wale wanaokufa hawakufi kwa sababu nyingine, ni kwamba wewe hujamaliza, ushafikia mwisho. Sasa hakuna kitu kingine unaambia Mungu, miaka 5 ijayo mimi nitakuwa nimefanya 1 2 3. Hauna maono wewe. Sasa ikiwa umemaliza kazi, utaendelea kujaza ndio ukifanyaje? Wewe ondoka tu kwa amani. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa Mungu tunamwambia kwamba sasa Mungu nipanulie maono yangu. Mahali ambapo ilikuwa umefika wewe, ulikuwa unataka kama biashara, ile biashara ambayo uko nayo, kwa sasa Mungu apanue maono yako, uanze kuona ya kwamba naweza kuwa na kazi kubwa kuliko hii ambayo niko nayo. Naweza nikawa na kampuni, wacha hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utoke kwa mahali pa kufikiria tu ya kwamba siku zote unafikiria kwamba nitaishi pale kazini, hata unaomba hiyo kampuni iendelee. Mungu akupatie leo maono, uanze kufikiria kwamba kando na hiyo kazi ninayofanya, ni nini kingine ambacho ninaweza kufanya nje. Mungu panua maono yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipatie maono. Ukienda kulala usiku, Mungu akupatie maono. Ulale wote ukiona ya kwamba unafanya 1 2 3, na ukitoka hapo unaenda unafanya hivyo ambavyo uliona ukifanya. Bwana asifiwe sana. Kwa maana ni Mungu amekuonyesha. Ni Mungu amekuonyesha kile ambacho Mungu amekuonyesha. Mungu amejua ya kwamba